Ndugu vijana na Watanzania mnaonisikiliza, bila shaka vijana ni kundi muhimu katika taifa lolote. Hii ni kwa sababu kitakwimu vijana wapo wengi, angalau katika nchi zetu za Kiafrika. Lakini wale walogoma kuja kutoa watoto kwa miaka mingi, sasa kidogo wao wana tatizo la vijana. Lakini kwa sisi wa Afrika, vijana ni kundi kubwa. Na kwa hapa kwetu Tanzania, kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2012, katika kila watu 10 nchini, 4 ni vijana ambao wana umri kati ya miaka 15 hadi 35. Lakini hii ni tafsiri ya kisera na kisheria ya vijana. Lakini tukihesabiana vijana hapa wanakwenda mpaka miaka 45, 48, 50, bado akisimama huyo ni kijana. Kwa tukichanganya wote, vijana ni kundi kubwa sana. Lakini kwa takwimu za sasa, nchi yetu inakadiriwa kuwa na vijana kama ilivyosema waziri wa sera, bunge, vijana na mambo yote, 20,700,000, karibu 21,000,000. Ukiachilia mbali takwimu hizo, vijana ndio kundi lenye nguvu za kufanya kazi, na ndio maana wanaitwa nguvu kazi ya taifa. Ni walinzi wa taifa, ni watu wenye ubunifu, watu wenye uthubutu, ni wajasiri, na ndio waliobeba maono na matarajio ya taifa kwa sasa na siku zijazo. Kwa maneno mengine, uhai, usalama, maendeleo na ustawi wa taifa lolote duniani linategemea vijana. Hakuna taifa linaloweza kusonga mbele bila kutegemea vijana wake. Ndugu zangu vijana, pamoja na ukweli huo, kundi hili la vijana linakabiliwa na changamoto nyingi kama mlivyozisikia hapa, zimetajwa na watu kadhaa. Baadhi ya wazungumzaji walionitangulia wametaja changamoto zinazowakabili vijana nchini. Lakini na mimi naomba nizitaje na kueleza hatua tulizozichukua ndani ya serikali na kuzitatua. Changamoto ya kwanza ambayo naamini ni kubwa zaidi imetajwa hapa ni tatizo la ajira. Nchi yetu kama ilivyo kwa nchi zote duniani inakabiliwa na uhaba mkubwa wa ajira, hasa kwa vijana, ambapo kwa wastani 11.4% ya vijana wenye uwezo wa kufanya kazi hawana ajira. Kama mnavyofahamu, serikali ndio mwajiri mkuu hapa nchini. Kumekuwa kukitolewa matangazo mbalimbali ya ajira katika sekta tofauti za umma. Vijana wenye sifa kwa maelfu wamekuwa wakijitokeza na kuomba ajira hizo. Wengi wao wanaondoka bila mafanikio. Mfano, tumetangaza ajira za walimu hivi karibuni, karibu ajira 6,660, lakini maombi ni zaidi ya vijana 20,000 wameomba ajira hizo. Vile vile tumetangaza ajira katika utumishi wa kada ya afya. Vijana wengi sana wamejitokeza. Watachukuliwa kwa kiwango ambacho kimetakiwa, lakini na hakika wengine watabaki. Hii ni kutokana na kwamba ajira katika sekta za umma huendana na kiwango cha ukuaji wa uchumi, na hivyo ajira hizo huendana na uwezo wa kulipa mishahara. Kwa upande mwingine, serikali hutekeleza miradi mikubwa ya kitaifa ili nayo iweze kutoa ajira za moja kwa moja na zisizo za moja kwa moja. Miongoni mwa miradi mikubwa ya kimkakati ambayo inatoa ajira nyingi ni kama ilivyosemwa hapa, ujenzi wa reli, bwawa la kufua umeme, barabara, miradi ya madaraja ambayo iko nchi nzima, yanapishana tu kwa ukubwa. Miradi hiyo yote hutoa ajira. Ndugu zangu, katika kuongeza ajira, kuna miradi mbali niliyoitaja, lakini kuna miradi mingi
ambayo serikali imefanya. Tunatekeleza mradi kama ilivyosema bwawa la umeme, lakini barabara zinajengwa kote Tanzania. Kila unakopita mabudoza yanatimua vumbi, tunajenga barabara. Lakini hivi karibuni tutaanza kutekeleza mradi wa bomba la mafuta kutoka Hoima, Uganda kuja Tanga. Mradi huu kwa kiasi kikubwa uko ndani ya Tanzania na utatoa ajira nyingi sana. Tanzania yote ina fursa za ajira kupitia miradi ya aina hii. Tegemeo jingine kwa taifa kuwapatia ajira vijana kwa wingi ni kupitia sekta binafsi. Serikali hujenga mazingira ili sekta au wenye mitaji waweze kuwekeza katika viwanda na kufungua biashara mbalimbali ili iweze kutoa ajira kwa vijana. Eneo jingine ni pale serikali inapotoa fursa kwa kutofautisha baina ya kazi na ajira. Ni pale ambapo kijana hajaajiriwa lakini anafanya kazi na kujipatia riziki zake. Hili ni eneo ambalo serikali hujenga mazingira kwa vijana kujiajiri wenyewe, mmoja mmoja au katika makundi yao. Serikali katika kutengeneza mazingira ya kukuza sekta binafsi na kuwezesha wananchi kujiajiri imefanya mambo kadhaa, ikiwemo kufuta tozo kwenye kilimo, mifugo na uvuvi. Lakini vile vile kwenye biashara tumerahisisha masuala ya kupatikana kwa leseni ili vijana waombe leseni kupitia mitandao, na kufuta tozo au kodi kero za OSHA, zimamoto na kodi za aina hiyo ili kuwapa vijana fursa na wepesi wa kwenda kujiajiri. Kwenye madini tumefuta tozo na kodi mbalimbali na kutenga maeneo ya wachimbaji wadogo yenye ukubwa wa hekta 38,567. Maeneo mengine ambako tumeboresha mazingira ili kuongeza fursa za ajira ni kwenye sekta ya utalii, ambako tumeanzisha hifadhi 5 mpya za kitaifa na kununua ndege mpya 11. Tumepunguza pia ada ya leseni ya biashara ya utalii kwa wakala wa kusafirisha watalii kwenye idadi ya magari chini ya 4 kutoka dola za Kimarekani 2,000 hadi dola za Kimarekani 500. Kwenye tehama, serikali imewekeza kiasi kikubwa cha fedha kwenye mkongo wa taifa na kujenga kituo cha kisasa cha taarifa, yani data center, pale Dar es Salaam. Hii ni fursa kwa Watanzania kunufaika na uchumi wa kimtandao au digital economy. Serikali pia imeboresha upatikanaji wa umeme, na hili amelisema sana waziri na ametoa ufafanuzi mzuri wa kutumia umeme kwa kukuza chumi zetu. Sanaa na utamaduni ni eneo jingine la ajira. Kama mnavyofahamu, kwenye miaka hivi karibuni sekta hii imekuwa ikikua kwa kiasi au kwa kasi na kutoa ajira nyingi, hususan vijana kupitia michezo mbalimbali, muziki na filamu. Miongoni mwa hatua tulizochukua serikali kuikuza na kuimarisha sekta hii ili endelee kutengeneza fursa za ajira ni kuimarisha usimamizi wa haki miliki au hati miliki za wasanii. Na katika hilo nataka kuarifu vijana kwa kuanzia mwezi Disemba mwaka huu 2021 wasanii wataanza kulipwa mirahaba yao kutokana na kazi zinazotumiwa kwenye runinga, redio au mitandaoni. Vile vile tumeanzisha mfuko wa maendeleo ya michezo ili kuziandaa na kuzisaidia timu zetu za taifa. Na kama mlivyosikia waziri amesema hapa, kwenye mwaka ujao wa fedha tumefuta VAT ya nyasi au nyasi bandia ili kuboresha viwanja vyetu vya michezo. Na hapa nizungumze na chama changu, Chama cha Mapinduzi. Viwanja vingi hivi vinamilikiwa na Chama cha Mapinduzi, lakini hali yake hairidhishi. Sasa fursa imetoka, niombe sana viwanja vitengenezwe, viwekwe nyasi bandia ili vijana wetu watumie viwanja hivyo
na wajiendeleze kimichezo, lakini walipe thamani ya ile pesa wanayoitoa kutumia viwanja hivyo. Hivyo basi, namtaka naibu katibu mkuu ambaye ndio yuko hapa kuandaa programu ya kuviboresha viwanja hivyo, na kama hamna uwezo, tafuteni wawekezaji muingie nao kurekebisha kazi hiyo. Ndugu zangu vijana na wananchi mnaonisikiliza, ukiachia mbali tatizo la ajira kwa vijana, changamoto nyingine inahusu elimu na ukosefu wa ujuzi. Changamoto hii imezungumzwa vizuri hapa, lakini niseme katika kushughulikia swala hili la elimu na ujuzi, serikali imechukua hatua mbalimbali. Kwanza, tumehakikisha kila kijana mtoto anayezaliwa Tanzania lazima apate elimu hadi kufikia kidato cha 4, na hiyo tunaita elimu ya lazima. Lakini pia tumejitahidi kuongeza sekondari ili vijana wetu wanaotoka kidato cha 4 sekondari za juu waweze kuingia kwa wingi kwenye sekondari za juu, na wakitoka hapo tumetunisha mwaka hadi mwaka mfuko wa mikopo kwa vijana wa elimu ya juu ili wengi wao waweze kuingia kwenye vyuo. Lakini niwaambie, kwa mwaka huu bajeti ya mwaka jana ilikuwa karibu bilioni 467, mwaka huu tumeweka bilioni 500 ili vijana wengi zaidi waweze kuingia katika vyuo vikuu. Kuhusu ujuzi, hatua mbalimbali zinachukuliwa ikiwemo kujenga vyuo vya ufundi kwenye wilaya na mikoa. Aidha, tumeanzisha vituo mahiri vya mafunzo kwa taasisi za elimu ili kuzalisha vijana wenye uwezo unaohitajika, ambapo kiasi cha dola za Kimarekani milioni 75 kimepangwa kutumika katika bajeti ijayo. Vituo hivyo vya umahiri ni pamoja na taasisi ya teknolojia Dar es Salaam itakayobobea katika masuala ya tehama, na taasisi ya teknolojia ya hapa Mwanza itakayobobea kwenye masuala ya ngozi. Chuo chetu cha taifa cha usafirishaji kitabobea katika taaluma ya anga, wakati chuo cha ufundi Arusha kitabobea katika nishati jadidifu. Aidha, mtakumbuka kuwa juzi wakati nikizindua mtambo wa dhahabu nilimweleza Waziri wa Madini kukiimarisha chuo cha Gemolojia Tanzania kilichopo Arusha, ambacho kinatoa mafunzo ya ngazi ya cheti na diploma katika fani ya teknolojia ya madini na usonara, utambuzi wa madini ya vito, ukataji na ung'arishaji, na utengenezaji wa mapambo na urembo. Lakini pia kwa mnasaba huo huo, na kwa kuwa tunatoa uzito wa kutosha kwenye michezo, sanaa na mambo yale, chuo cha Bagamoyo nacho tutakipa hadhi inayostahili. Vile vile nimwagize Waziri wa Michezo, Habari, Michezo na Utamaduni kuanza kufikiria akademi za michezo katika mikoa. Nimekusikia umetutajia hapa kuna jambo kubwa utakalolijenga, lakini lile litakuwa ni moja na litakuwa kwenye mkoa mmoja, aidha Dar es Salaam, Dodoma au popote mtakapoamua. Lakini mkijenga akademi za michezo mikoani, zitasaidia kukuza vipaji katika mikoa ile. Vile vile serikali tangu mwaka 2016-17 inatekeleza programu ya kitaifa ya kukuza ujuzi, ambapo mpaka sasa vijana 65,598 wamewezeshwa kupata ujuzi wa kujiajiri au kujiajiri katika fani mbalimbali katika sekta za utalii na ukarimu, ujenzi, tehama, kilimo, biashara, ushonaji wa nguo na viwanda kadhaa vya usindikaji. Hivi sasa vijana wengine 14,440 wanaendelea na mafunzo ya kukuza mafunzo katika vyuo vya mafunzo ya ufundi stadi. Sambamba na hayo, mtakumbuka kuwa wakati nikilihutubia Bunge niliahidi kuwa serikali itafanya mapitio ya mitaala yetu ili elimu tunayoitoa iwawezeshe wahitimu kupata ujuzi na stadi za kazi. Ndugu vijana na ndugu wananchi,
Ukosefu wa mitaji ni changamoto nyingine au changamoto kubwa inayowakabili vijana. Tatizo hili linatokana na sababu mbalimbali ikiwemo kukosa vigezo vya kupata mikopo kwenye taasisi za fedha, kukosa taarifa za wapi wanaweza kupata mikopo, lakini pia vijana wenyewe kushindwa kutumia fursa zilizopo. Katika kutatua tatizo hili la mitaji, serikali imeanzisha mifuko na programu mbalimbali za kuwawezesha vijana ikiwemo mfuko wa maendeleo ya vijana ambao mpaka sasa umetoa mikopo yenye thamani ya shilingi bilioni 5,430,000 ambayo imewanufaisha vijana 6,293. Programu ya ujasiriamali kwa vijana wa elimu ya juu ambapo vijana 8,736 wamenufaika na ruzuku au mikopo yenye thamani ya shilingi bilioni 5.6. Sambamba na hayo, serikali kupitia 10% ya halmashauri imekuwa ikitoa mikopo kwa vijana, na kwa bahati nzuri vijana wako kwenye makundi yote. Ukizungumza kundi la wanawake kuna vijana, ukizungumza kundi la wanawake wa vijana wenyewe ndio kundi lao, lakini ukizungumza kundi la wenye ulemavu vijana wamo pia. Kwa vijana wanafaidika katika makundi yote matatu. Lakini niseme tu kwa hapa Mwanza, kiasi cha shilingi bilioni 5,679,000 nimeambiwa kimetolewa kwa wanufaika 2,112. Sasa vijana wa Mwanza, kaeni mjiulize, zimekwenda wapi na zilikokwenda? Je, wanarudisha hii mikopo ili ziweze kuzunguka? Hiki ni kiasi kikubwa cha fedha, kiweze kuzunguka, kisaidie vijana wengi zaidi. Lakini pamoja na jitihada hizo na kuwapatia vijana mikopo, natambua kwa tatizo la mitaji kwa vijana bado lipo na bado ni kubwa. Na katika hilo nataka kutumia fursa hii kuarifu kuwa majuzi nilifanya mazungumzo na Rais wa Benki ya Maendeleo ya Afrika Dr. Adesina, ambaye katika mazungumzo yetu tulikubaliana na kuahidi kwamba atanisaidia kwanza kuongeza idadi ya vyuo vya amali au VETA, vyuo vya VETA, lakini pia kwa pamoja serikali na mfuko huu tutaanzisha benki ya ujasiriamali kwa ajili ya vijana. Benki hiyo itaanzishwa hapa nchini. Kuanzishwa kwa benki kutasaidia kutatua tatizo la mitaji kwa vijana. Ndugu vijana na wananchi, changamoto ya 4 inayowasibu vijana ni kukosa maeneo ya uhakika na mazuri ya kuendesha shughuli zao. Na hapa nawazungumzia zaidi watoto wangu wa machinga, wa mamalishe na wote wale wengine wanaofanya biashara ndogo ndogo. Sasa ili kukabiliana na tatizo hili, serikali inatumia pesa nyingi sana kujenga masoko katika kila mkoa, lakini pia kujenga stendi, tukiamini kwamba maeneo haya tutatenga maeneo ya kuwaweka vijana wetu wa biashara ndogo ndogo, mamalishe na wamachinga. Lakini pia tumehimiza halmashauri kutenga maeneo maalum, maeneo ambayo yanafikiwa na watu, ili vijana hawa waende wakakae na wafanya biashara zao bila buguza. Niliona juzi pale Morogoro, vijana na wajasiriamali wadogo wadogo wametengewa maeneo mbali na watu wanakofika, na kwa sababu walikotengewa hawauzi, wamerudi maeneo yale ambayo waliondoshwa. Na niliona mgambo wakienda kuwavamia, kuwapiga na kuharibu vitu vyao. Nimesikitika sana na lile tokeo, na niseme hapa, mkuu wa wilaya na mkurugenzi wa eneo lile hawana kazi. Kwa sababu kuna njia nzuri zaidi ambayo wangeitumia kusema na wale na wakawaondosha kwa usalama, si picha ile iliyojionyesha kwenye TV. Kwa hiyo na kuagiza Waziri wa TAMISEMI ulisimamie hilo.
Vijana oye! Katika hatua nyingine, ndugu zangu, mnaelewa kwamba serikali ilitoa vitambulisho maalum kwa wajasiriamali wadogo ili kuwawezesha kufanya shughuli zao bila bugudha. Lakini natambua kilio cha wajasiriamali wadogo kwamba vitambulisho hivi vinahitaji kufanywa marekebisho. Nasi serikali tunajipanga kwenye hilo, kuvifanyia marekebisho ili mjasiriamali anapotumia kitambulisho taarifa zake nyingi ziwe kwenye kitambulisho chake. Kwa serikali tunajipanga kwenye kufanya hilo, pamoja na hatua nyingine mbalimbali zitakazowafanya wajasiriamali, vijana wanaojiajiri na wafanya biashara ndogo ndogo waweze kufanya kazi kwa kufuata sheria, lakini pia bila bugudha. Mambo ya bodaboda na mengine yalishasemwa, lakini nitumie fursa hii kuwasihi sana wanufaika wa vitambulisho hivyo vya ujasiriamali kwenda na sheria, kwenda na matakwa ya sheria hii. Sasa hivi kila mwenye kitambulisho anafanya kazi kwa uhuru, lakini lililojitokeza, mnatumika vibaya ndugu zangu. Wenye maduka wanawatumia kuchukua bidhaa za madukani na kuziweka majiani kwenye vibanda vyenu. Na kwa maana hiyo, bidhaa zile mnazouzwa hazilipiwi kodi, kwa sababu mwenye duka anaonesha mauzo machache kuliko anachouza kikweli kweli. Ukienda ukichukua bidhaa dukani ukiuza, hiyo bidhaa haina risiti, kwa sababu hatutegemei machinga atoe risiti. Na kwa sababu haina risiti, kodi ya serikali inapotea. Mnatushushia nguvu ya kuweza kuendelea kufanya vituo vya afya, kuondosha kero za elimu na kero kadhaa za maji na mengineyo. Niwaombe sana ndugu zangu, msitumike katika mtindo huo. Vijana wa nchi nzima, naomba mlisikie hili. Tuna dhamira, serikali ina dhamira kukaa pamoja na viongozi wa makundi ya wafanyabiashara wadogo, iwe wajasiriamali, vibindo na wengine wote, kuandaa mpango wa kurasimisha na kukuza biashara ndogo ndogo ili kutanua wigo wa kulipa kodi. Ndugu zangu wa machinga, wajasiriamali ambao sasa hivi mna vitambulisho, hatutarajii siku zote, miaka yote mtabakia kuwa wafanyabiashara ndogo ndogo. Tunakwenda kutengeneza mpango wa kuwafanya muhitimu katika kundi hilo. Mkuwe, mtoke kwenye kundi hilo muingie kundi la pili. Kama nchi ilivyohitimu kutoka uchumi wa chini na kuingia uchumi wa kati, nanyi pia tunataka muhitimu kutoka uchumi wa chini muingie uchumi wa kati, ili muweze kulipa kodi ndogo mtakayoweza kwa serikali. Ndugu zangu vijana na wananchi, tukiangalia mfumo wetu wa idadi ya watu katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kundi kubwa ni wale waliozaliwa kati ya miaka 1960 baada ya muungano wetu wa mwaka 1964 na kuelekea miaka tulionayo sasa. Hii ni kusema kwamba idadi kubwa ya Watanzania ni wenye umri wa miaka kutoka 56 kuja chini mpaka wanaozaliwa sasa hivi. Hii ni hazina kubwa kwa nchi yetu na kwa taifa. Kwa kulijua hilo, serikali inajitahidi kuteua vijana kwenye vyombo mbalimbali vya maamuzi. Katika baraza langu la mawaziri, watu ambao wamenizidi mimi umri hawazidi watatu. Wengi aidha watanita dada au watanita mama. Wengi ni wanangu, Kinaumi na wenzao. Na wamesimama hapa, mmewaona, wengi ni vijana. Tunafanya hivyo makusudi tukijua enzi hizi, chumi hizi, maendeleo haya ni ya vijana. Watakayoyasimamia ni vijana. Lakini pia mfano mzuri huko kule Zanzibar. Rais wa Zanzibar ni kijana. Na tulimpendekeza tukijua kwamba hii
ni enzi ya vijana. Kwa hiyo vijana, tunaomba mjitambue kwamba nyinyi sasa ndio wenye maono ya nchi hii sasa hivi na baadaye, na mwelekeo ni huo. Lakini pia wakuu wa mikoa waliokuja hapa mmewaona, wengi ni vijana tu. Hakuna mkuu wa mkoa pale ambaye unaweza ukamwambia shikamoo baba, hakuna. Wote ni vijana. Karibuni nimeteua marasi, ni vijana wa Kinangusa, wote ni vijana. Lakini pia kuna mkeka wa madisi utakaotoka karibuni. Nataka kuwaambia wote ni vijana. Kwa hizo ndizo fursa mlizo nazo vijana. Ingawa baadhi yenu tunapowapa fursa hizi mnakwenda kufanya mnayoyafanya na mnatuangusha. Kwa hiyo niombe sana vijana wanaopata fursa hizi wende wakatumike, wakalitumikie taifa hili kwa umakini na kwa ufanisi mkubwa, kwa sababu vijana sasa ndio wanaoendesha taifa hili. Sisi viongozi wenu kazi yetu kuonesha njia, vijana wapite na muendelee na safari ya maendeleo, lakini pia kulilinda na kuliendeleza taifa hili. Ndugu zangu, niongee kidogo kuhusu vyama vya siasa, na vyenyewe kama tulivyoona vimeweka mifumo inayowawezesha vijana kuingia kwenye bunge letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mbali na vijana wanaowakilisha vijana, lakini wabunge wengi walioko bungeni ni vijana. Na mmewaona hapa walipokuja kusalimia wa mikoa ile ambayo iko hapa, wote ni vijana. Kwa hii inaonyesha kwamba Tanzania ni ya vijana. Hata kule Baraza la Wawakilishi Zanzibar, asilimia kubwa ya wawakilishi wale ni vijana. Wazee tumekaa pembeni, kazi yetu ni kuonesha njia, mpite na muendelee na safari ya maendeleo. Sekta binafsi nako ni vijana wa 56 kurudi huku chini ndio walioshika sekta binafsi. Labda wazee watakuwa ni wazee walioanzisha makampuni, lakini wamebaki nyumbani, vijana wao sasa ndio wanaendesha sekta binafsi. Sasa sura hii inatoa taswira kwamba wanaopaswa kuiendesha na kuijenga nchi hii ni vijana wakiongozwa na kaka na dada zao wa miaka ya 60. Nasema hivyo kwa sababu wengi wa vijana waliomo katika ngazi mbalimbali za serikali ni wale waliozaliwa 1970 mpaka 80. Lakini tujiulize uaminifu wao, ufanisi wao, uzalendo wao katika kulijenga taifa hili. Sasa vijana wote ambao wamepata hizo nafasi wajiulize hayo. Je, ana ufanisi wa kutosha? Ni mzalendo wa kutosha? Na mambo mengine katika kujenga taifa lake. Nakumbuka hayati marehemu Dr. John Pombe Magufuli, kwa usumbufu aliopata kwa vijana, akasema vijana wa 80 wananiendesha sana. Hasa vijana wa 80, na ukiona wale tumbua wote ni vijana wa 80. Lakini wapo wa 80 ambao bado wanaendelea kuchapa kazi. Nakumbushwa hapa nakumbushwa kwamba mbali ya mkeka wa DC wakuu wa wilaya, bado nina mkeka wa wakurugenzi na madasi haujatoka. Na hizo zote ni fursa zenu vijana. Ndani humu tulimo, hapa tulipo, kuna vijana wa rika mbalimbali ndani humu, jinsia mbalimbali, elimu ngazi mbalimbali, na itikadi za kisiasa mbalimbali. Wote tuko hapa kama vijana. Mnakutana wapi? Nataka niulize. Mkitoka hapa, maelekezo yanayotolewa, sera zilizosemwa,
Mnakutana tena wapi kama vijana? Bila kutizama jinsia zenu, itikadi zenu za kisiasa na mengine. Mnakutana wapi kujadili mambo yenu na kuweka ajenda za kitaifa? Na hapa linanikumbusha lile alilosema mwanangu, lile baraza la vijana ambalo limesemwa siku nyingi lakini halijaundwa. Tutakwenda kuangalia kwa undani kwa nini halikuundwa, kuna vikwazo gani, na tuone jinsi ya kuwaundia platform au jukwaa mtakalopata nafasi kama vijana wa Tanzania kuweka ajenda za kitaifa. Najua mkitoka hapo mnakwenda kuweka tena ajenda za itikadi zenu za kisiasa katika jumuiya za vyama vyenu, na hilo linaruhusiwa kisheria kabisa. Lakini kwanza muwe na ajenda za kitaifa. Ndugu zangu vijana, nilikuwa najiuliza pia, jukwaa la kama vijana wa Tanzania halipo sawa, lakini majukwaa au jumuiya za vyama vya siasa za vijana zipo. Lakini huko kwenye jumuiya zenu mmekaa lini na kujadili maamuzi ya sera yanayofanywa na serikali na mkatoa maazimio yenu? Labda tuchukulie CCM wamekaa jumuiya umoja wa vijana, kuna jambo la kiserikali limekuja, wamekaa wamelijadili, wakaangalia faida na hasara zake, wakarudi serikalini wakasema jamani, sisi tumeipembua hii, tumeona hili. Kwa muda mrefu mimi sijaona. Nipo kwenye serikali muda mrefu, sijaona. Vijana kajipangeni. Kubwa linalofanyika kwenye jumuiya ni kupanga safu, ni kusherehekea chaguzi, ni kubeba wagombea, lakini yale yanayowashika vijana hayafanyiwi kazi. Naomba sana jumuiya za vijana kwenye vyama vya siasa, nendeni kaangalieni maslahi ya vijana. Acheni hii kubeba wagombea. Sasa hivi sisi CCM tuna uchaguzi mwakani. Najua tayari watu wameshapiga mahesabu ya kuuza wagombea na kunadi wagombea. Sitaki kuona hili linatokea. Kama mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, nataka jumuiya ya vijana mjipange vizuri. Mjipange kufanya uchambuzi wanayotokea nchini na mtuambie ajenda zenu kwenye hayo ni zipi. Mkianza nyinyi, jumuiya nyingine zitafuata. Lakini muoneshe njia nyinyi wa chama changu. Hiyo ni challenge au changamoto na iache kwenu. Katiba zenu zinaelekeza mambo mengi sana, lakini kwa bahati mbaya hayatekelezwi. Ilani yetu inaelekeza mambo mengi sana, lakini kwa bahati mbaya vijana mnangojea mikutano, tunakwenda kukagua ilani, mbio msururu tunakwenda kukagua ilani. Lakini vijana mnashirikije? Mmewapanga vipi kwenye kuchangia hiyo? Ndio mambo tunayotaka kuona. Kama mnafanya, naomba muyafanye kwa uwazi, tuone na tuwapongeze. Lakini jingine ni ushiriki wenu vijana wa Tanzania kwenye mambo yanayohusu vijana kwenye jumuiya yetu Afrika Mashariki, Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika, Umoja wa Afrika, Jumuiya ya Madola, lakini kule UN. Mnashiriki vipi vijana wa Tanzania? Ni nani wanaokwenda? Ninalolielewa, kuna NGO na taasisi ambazo zinapata ufadhili kwa watu wanaowafadhili, ndio wanaowezeshwa kwenda. Lakini wakirudi wanapeleka mrejesho kwa nani? Vijana wa Tanzania mnasikia nini wanaporudi? Lakini mrejesho unatolewa kwa lugha gani? Lugha ya aliyotoa pesa au lugha yetu ya Tanzania, ili vijana muelewe? Hili nalo vijana mnatakiwa kukaa na kulifanyia kazi. Vinginevyo mnakubali kunyang'anywa haki zenu na kwamba hamjajipanga vyema na hamjui wapi mnaelekea. Pamoja na hayo, sera yenu ya maendeleo ya vijana ni ya muda mrefu, ya mwaka 2007. Tangu wakati huo mpaka leo
mabadiliko makubwa yametokea nchini lakini pia duniani ambayo yameathiri sera yenu ya vijana. Sasa maswali yangu ni kwamba hivi vijana lini mlikaa mkaipitia sera yenu ya vijana mkatuambia serikali kwamba jamani, sera yetu ni ya muda mrefu na toka imetungwa haya hayakuwepo, lakini leo haya yapo, tunaomba ibadilishwe? Sijui waziri kama umepokea hilo. Waziri ananiambia wanaanza mapitio ya hiyo sera, na kwa maana hiyo ni serikali imewataka vijana leteni maoni yenu. Lakini mlitakiwa wenyewe mkae na mlifanye hilo. Mtuambie sera yetu inasema hivi, lakini mabadiliko ni haya na haya, tunaomba serikali sera yetu iwe na mwelekeo huu. Kwa mfano, sera ilipotungwa masuala ya mitandao haya yalikuwa hayajaendelea kama yalivyo sasa. Lakini ukisoma sera hii leo, hakuna maendeleo ya mitandao au mifumo ya mitandao yaliyopo leo. Kuna swala la afya. Mambo mengi wakati sera inatungwa hayakuwepo. Leo masuala ya afya yamebadilika na tungependa sera ile ijielekeze kwenye afya za vijana kwa mtindo uliopo sasa hivi. Kwa hiyo huo ni mfano tu kwamba vijana mna mambo ya kufanya ndani ya nchi yenu kwa ajili yenu, kwa maendeleo yenu, lakini mmeacha mikono. Ndugu zangu vijana, changamoto nyingine ni pamoja na athari za ukimwi pamoja na madawa ya kulevya. Takwimu zinaonyesha kuwa 80% ya maambukizi mapya yanatokea kwa vijana. Aidha, vijana ni waathirika wakubwa wa dawa za kulevya. Matatizo mengine ni rushwa, kwa sababu vijana ndio wanaotoa huduma na kupokea huduma kwa kiasi kikubwa, na hivyo tatizo la rushwa linawazunguka. Serikali imejitahidi kushughulikia masuala haya. Mathalani, kwenye tatizo la ukimwi, tunaendelea kutoa elimu ili kuepusha vijana dhidi ya maambukizi ya ugonjwa wa ukimwi. Aidha, kwa upande wa rushwa na dawa za kulevya, nyote ni mashahidi kuwa kwenye miaka 5 iliyopita nchi yetu imefanikiwa sana kupiga vita rushwa na kudhibiti uingizwaji wa madawa ya kulevya nchini. Na hili limethibitishwa na ripoti mbalimbali za taasisi za kimataifa. Mfano, shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia masuala ya dawa za kulevya na uhalifu limeipongeza nchi yetu kwa kupunguza uingizwaji wa dawa za kulevya kwa 90%. Lakini pia ripoti mbalimbali zimekuwa zikisifu nchi yetu kwa kupiga vita rushwa na kwamba Tanzania imepunguza kiasi kikubwa cha rushwa nchini. Swali langu kwenu vijana, mnayalindaje mafanikio haya? Kwa sababu sasa hivi nchi inaendeshwa na nani? Na vijana. Nendeni, jipangeni, mlinde mafanikio haya. Ndugu vijana, mabibi na mabwana, kwa ujumla serikali imejitahidi sana kuwawezesha vijana. Aidha, ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2020-2025 imeielekeza serikali kuendelea kushughulikia masuala ya vijana, alisema naibu katibu mkuu hapa, ikiwemo kutengeneza fursa za ajira zipatazo milioni 7 mpaka milioni 8 ifikapo mwaka 2025. Hata hivyo, pamoja na jitihada hizo, ni ukweli usiopingika kuwa jitihada za serikali pekee haziwezi kumaliza matatizo ya vijana. Ni lazima nyinyi vijana wenyewe muwe mstari wa mbele. Na katika hilo, napenda kutumia fursa hii kutoa wito kwa vijana kama ifuatavyo. Kwanza kabisa, vijana hamna budi kutumia fursa zilizopo. Nchi yetu inazo fursa nyingi, na moja fursa kubwa tulionayo ni kwenye kilimo. Nchi yetu ina takriban hekta milioni 29 zinazofaa kwa kilimo cha umwagiliaji maji. Hii ni fursa kubwa kwa vijana. Na hapa simaanishi kwamba lazima muende mkalime. Lakini kama mnavyofahamu, kilimo kina mnyororo mrefu
ili kiweze kutimia. Kuna usambazaji wa pembejeo na zana za kilimo, huduma za ugani, uhifadhi na biashara na masoko, usafirishaji, usindikaji wa mazao na fursa nyingine. Sasa katika fursa zote hizo, vijana, zipi ambazo mnazitumia? Fursa nyingine ni kwenye mifugo, ambapo tunashika nafasi ya pili barani Afrika kwa idadi kubwa ya mifugo ndani ya nchi yetu. Aidha, Tanzania ina eneo la maji lenye ukubwa wa kilomita za mraba 397,937 ambao ni sawa na 41.1% ya eneo lote la Tanzania ambalo linafaa kwa shughuli za uvuvi. Vijana, mnajipangaje kwenye eneo hilo? Hizi zote ni fursa, na kama ilivyo kwenye kilimo, mnyororo wake kwenye uvuvi pia ni mrefu. Kama nilivyosema awali, fursa nyingine ipo kwenye uchumi wa mtandao, ambapo serikali imewekeza kiasi kikubwa cha fedha kwenye mkongo wa taifa na kituo cha Kanzidata. Hivyo kinachohitajika kwa vijana ni kujiamini na kutumia fursa hizo. Ndugu zangu, kwenye mtandao kuna fursa pana za vijana kujiajiri, na wengi wenu nashukuru mna vijitivi vyenu huko vya mtandao, mna mambo mengi ambavyo mnaviendesha kwenye mtandao. Lakini vijana, mitandao hiyo mnaitumia kwa njia isiyo. Vijana, baada ya kujipanga mkatumia fursa zilizopo, mnatumia muda mwingi kulaumu na kushutumu kuliko kujipanga na kutumia fursa zilizopo kimaendeleo. Naomba sana, kama una jambo la laumu, alafu toa pendekezo tufanye vipi. Kama unashutumu, kuwa na ushahidi, unashutumu nini, na utoe ushahidi ili tulichukulie hatua. Lakini mkiishia tu kuingia mitandao, mnajibishana, kulaumu, kushutumu, sijui kusemana, hiyo haitawasaidia. Tumieni mitandao kwa maendeleo, mjenge chumi zenu kwa ustawi wa familia zenu. Pamoja na hilo, nawasihi sana vijana wangu, mshirikiane. Umoja ni nguvu na utengano ni udhaifu. Wakati mwingine vijana mnashindwa kufikia malengo yenu kwa vile kila mmoja anafanya peke yake. Mkishirikiana itakuwa rahisi kwa serikali pia kuwasaidia. Na katika hilo natambua kwa kuna vijana wajasiriamali na wabunifu ambao wameanzisha biashara. Nataka kutumia fursa hii kuahidi kuwapa ushirikiano kupitia umoja wenu wa Tanzania Startup Association au TSA. Aidha, nirudie tena kuwahamasisha vijana wengine nao kuungana ili iwe rahisi kwa serikali kuwawezesha. Kumbukeni ule usemi, ukitaka kwenda haraka basi nenda peke yako ingawa huna uhakika wa kufika. Lakini ukitaka kwenda mbali na kwa uhakika, fatana na wenzio. Kwa vijana, jiungeni kwenye makundi yenu ili mtupe urahisi wa kuwasaidia. Ndugu zangu vijana, mabibi na mabwana, nimeeleza mengi, na kabla sijahitimisha hotuba yangu, kama mnavyojua, leo namaliza ziara yangu hapa mkoa wa Mwanza. Nimekuwepo hapa kwa takriban siku 3. Nimepata fursa ya kukagua miradi ya maendeleo, kufungua miradi ya maendeleo, kuweka majiwe ya misingi ya miradi ya maendeleo na kuwasalimu wananchi, na leo nasalimiana nanyi vijana. Nimefurahi miradi mingi inaendelea vizuri. Nitumie fursa hii kuwataka viongozi wa mkoa wa Mwanza kuendelea kusimamia utekelezaji wa miradi hiyo ili ikamilike kwa wakati na kwa viwango tulivyovikusudia. Nawahimiza pia vijana wa Mwanza kwa mara nyingine kutumia fursa mbalimbali zinazoletwa na serikali kwenye mikoa yenu, au vijana wote wa kanda ya Ziwa kutumia fursa hizo kwenye mikoa yenu. Ndugu zangu, wakati wa ziara hii nimepokea pia kero mbalimbali za wananchi, ambapo kubwa ni masuala ya maji, umeme, vituo vya afya, ubovu wa barabara
hasa za vijijini, lakini na upungufu wa watumishi kwenye sekta za elimu na sekta za afya. Mawaziri wangu wote nilikuwa nao kwenye ziara, wamesikia changamoto zilizopo. Mengi kama ushuhuda uliotolewa na wabunge yameanza kufanyiwa kazi, na niwaahidi kwamba tutaendelea kuyafanyia kazi. Lakini kwenye maji kuna jambo nililisema jana Misungwi, na leo nataka nilirudie hapa kwenye umma wa vijana hawa, kwamba tumekuwa tukiharibu mazingira yetu kwa muda mrefu, na uharibifu wa mazingira umeathiri vyanzo vyetu vya maji. Maeneo mengi ambayo yalikuwa na vyanzo vizuri vya maji, vyanzo vile vimekauka. Tumekata miti, tumechoma misitu, vyanzo vimekauka. Sasa hivi kila tunapotaka kupeleka maji kwa wananchi, chanzo ni maziwa. Kule upande wa Tanganyika chanzo kikubwa ni ziwa Tanganyika. Huku ukanda wa Victoria chanzo kikubwa ni ziwa Victoria. Na maeneo mengine vyanzo ni maziwa. Sasa ndugu zangu, hutakuwa unafaidika, au nitumie usemi ambao ni maarufu duniani, kwamba unapoyaudhi mazingira yatakuadhibu mpaka urudi uwe rafiki yake. Tumeyaudhi mazingira kwa kuchoma misitu, kukata miti, kupeleka mifugo kwenye vyanzo vya maji, kunywesha huko. Mazingira yamekasirika, vyanzo vimekasirika, na vimekasirika mpaka leo. Kwa hiyo mpaka tutakaporudi tuwe marafiki tena wa mazingira yale kidogo kidogo yanaweza yakajirudisha. Niwaombe sana viongozi wa mkoa pamoja na ndugu vijana kwenda kutunza mazingira yetu. Tukatunze mazingira ili turudishe hali ya mazingira ilivyokuwa kabla, na tupunguze kukauka kwa vyanzo vya mazingira. Jana Misungwi nilisema tulipopata uhuru, wakati ule tulikuwa watu milioni 10. Kila mtu alikuwa na uwezo au share yake ya maji ilikuwa ni lita za ujazo 12,600. Lakini leo tuko wa Tanzania karibu milioni 60. Lita zetu za ujazo kwa kila mtu ni 2,250. Na jinsi tunavyokwenda tukienda na hali tulionayo, lita hizi zinazidi kupungua kwa mtu. Mwisho tutakuwa hatuna maji. Kwa niwaombe sana, takwimu hizi hazitoi sura nzuri. Twendeni tukarekebishe mazingira ili takwimu zetu zijibadilishe. Tuongeze kiwango cha upatikanaji wa maji kwa kila binadamu anayezaliwa Tanzania. Ndugu zangu, nimalizie kwa shukrani. Kama nilivyosema, nilikuwa Mwanza kwa siku 3. Nashukuru sana uongozi wa serikali na chama, mkoa, wilaya na sehemu zote za Mwanza nilizopita kwa maandalizi mazuri ya ziara hii. Lakini nivishukuru sana vyombo vya ulinzi na usalama ambavyo vimehakikisha usalama wetu katika ziara yote. Nishukuru sana taasisi za serikali zile ambazo zilikuwa na miradi tulioiwekea mawe ya msingi, lakini pia taasisi binafsi tuliozindua kuweka mawe ya msingi na kwenda kukagua uendelezaji wake. Wamejitahidi na wanajitahidi kufanya kazi zao kwa weledi mkubwa. Nishukuru sana vyama vya siasa, walikuwa nami kwenye mikutano yote. Kila tukitambulisha vyama vya siasa vipo. Kwa nawashukuru sana ndugu zangu kwa imani yenu kwangu. Na washukuru viongozi wa dini, wamekuwa nasi kila pahali kumwomba Mungu awe nasi katika safari na katika mikutano yetu. Na washukuru sana wanahabari, wamekuwa nami ziara yote na wamekuwa wakizirusha taarifa hizi kwa ufasaha mkubwa. Na washukuru vijana wa Scout, na wenyewe tulikuwa nao misafara yote na wamesaidia kulinda mandhari katika maeneo ya mikutano. Madereva wetu wametuendesha vizuri mpaka hapa tulivyofika, bila kuwasahau wasanii wetu.
wale wa wenyeji, lakini na wale waliokuja wamefanya kazi nzuri ya kutumbuiza katika ziara hii, na washukuru wote na Mungu awabariki. Mwisho lakini sio kwa umuhimu, narudia kuwashukuru wana Mwanza kwa ukarimu mkubwa mliouonesha kwangu na ujumbe niliofuatana nao, mawaziri wangu na watu wengine. Ninaondoka Mwanza nikiwa mwenye furaha sana, na nataka niseme kwa baadhi ya wasaidizi wangu waliomba tuongeze siku kidogo. Wamesahau rais hakai mkoa mmoja zaidi ya siku 3. Nimewakumbusha hilo na wameridhia tuende. Hata hivyo, kutokana na majukumu pia imeshindikana kuendelea kukaa Mwanza, lakini naahidi penye majaliwa nitakuja tena Mwanza kwenda kwenye yale maeneo ambayo sikuwahi kwenda wakati huu. Lakini pamoja nami nina wasaidizi, nina makamu wa rais, lakini pia nina waziri mkuu. Kwa hiyo wakati mwingine mtakapohitaji viongozi wa kuja kufanya mambo ya miradi, majiwe ya msingi na uzinduzi, wasaidizi wangu watakuja. Wote tunafanya kazi hiyo hiyo kwenye serikali hiyo hiyo. Ndugu zangu, kuna maeneo ambayo sikufika na wabunge wamesema hapa: Kwimba, Magu, Sengerema. Sengerema nilikanyaga, sikuingia ndani, lakini nimefika pale wapi, Busisi sio? Na nimezungumza na wananchi. Lakini Ukerewe sikuvuka, ila nilishawahi kwenda nikiwa makamu wa rais. Kwa niwaahidi kwamba kote huko nitakuja na nitaonana na wananchi. Lakini kwa leo itoshe kusema wabeja sana wana Mwanza. Baada ya kusema hayo, nimwombe Mungu awabariki vijana wote wa Tanzania. Lakini Mungu atubariki nasi wazazi wa vijana wa Tanzania ili tuweze kuongoza vizuri. Mungu aibariki nchi yetu, na narudia tena kuaga kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nakumbushwa nilikuwa nataka kuwa mchoyo wa fadhila. Nadhani wote mmeshuhudia nikipewa zawadi hapa. Nataka kuambia Mwanza nimepata zawadi ya ng'ombe wawili kama ilivyosemwa, ng'ombe mwanamke na ng'ombe mwanamume. Lakini kwa lugha ya kwetu ng'ombe jike na ng'ombe dume. Lakini pia picha nzuri zilizochorwa na wasanii. Nimewauliza wasanii mpewe kiasi gani, wamesema mama ni zawadi. Kwa hiyo nawashukuru sana wana Mwanza kwa ukarimu mkubwa. Na niseme asanteni sana kwa kunisikiliza. Nirudie tena, wabeja sana. Asanteni sana. Makofi mengi sana kwa mama, nikiomba wote mnyanyuke tumpigie makofi na vigeregere kwa yale yote. Mtazamaji wa TBC, tunakushukuru kwa kuwa nasi. Hiyo ndio ratiba ya hapa Nyamagana imefikia mwisho. Baada ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuhitimisha, Rais amezungumza mengi sana na vijana. Amewataka vijana wa Tanzania kuchangamkia fursa. Fursa hazipo tu serikalini, amesema fursa ziko SADC, fursa ziko katika Jumuiya ya Ulaya, lakini katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Akishangazwa na kuona kwamba vijana wa mataifa mengine wanazishika zile fursa, huku vijana wa Kitanzania wakiwa wanasubiria tu serikali iwatafutie ajira. Kwa hiyo amewataka waamke waweze kuchangamkia fursa kama hizo. Lakini kulikuwa na kilio cha wadau wa michezo. Kila mara walikuwa